na kupunga mkono wako mbele za Bwana aliye hai. Ninamshukuru Mungu tena amenipa neema kubwa kwenye ibada hii. Ninaona Mungu akisema na moyo wangu vitu kadhaa, akinikumbusha kule mahali alikonitoa. Ninajisikia kukutia moyo sana kwa habari ya kumfanyia Mungu ibada. Unapojiachilia mbele za Bwana, unapofungua moyo wako na kumwambia Bwana, niko tayari kupokea, ni mwaminifu sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hongera sana kwa siku nzuri ya Christmas. Kwangu imekuwa ya baraka sana. Nimekumbuka kule mahali ambako Yesu amenitoa. Nikatafakari kwamba kwa kweli kama sio neema, kama sio huyu Emmanuel kukubali kuwa pamoja na sisi, sijui ingekuwaje. Haleluya. Niko hapa kukutia moyo wewe ambaye unaona mambo hayaendi. Nakwambia Emmanuel alizaliwa kwa ajili yetu. Nakwambia alibeba aibu zetu. Nakwambia amebeba fadhaa zetu. Ni mwema sana kwenye maisha yetu. Nimemuona amenitendea mema. Amenitendea mema. Sitausahau ule wakati ambao nilifika mahali nikakata tamaa kabisa. Mapito yanaumiza moyo. Majaribu yanaumiza moyo. Changamoto zinaumiza. Ule wakati ambao nilikuwa nimekataliwa kabisa. Wazazi wangu walinikataa baada ya kuokoka nikiwa darasa la 3. Ilikuwa mwaka 2001. Wazazi wangu wakanikataa kabisa. Unayeniona hapa mbele yako nimewahi kufungwa pingu mikono yangu miwili. Nikapelekwa polisi kwa ajili ya Yesu. Ninaijua gharama ya kumbeba Yesu kwenye moyo wangu. Ndio maana nimekuambia moyo ni eneo zuri ambalo ukiulinda moyo wako anakaa huko ndani atakutetea. Nakwambia ni mwaminifu, atakupigania. Mimi amenitetea, nimemuona. Ule wakati nikachoka kabisa, nikaamua kufa. Wale waliotoka Sumbawanga wanafahamu eneo moja linaitwa Lwiche. Nikaamua kwenda kujitupia kwenye ule mto ambaye hakuna anayeweza akaingia pale akawa salama. Nikaenda pale, nimetoka nyumbani nimedhamiria kufa. Nikawa nimechoka. Kukataliwa ni kubaya. Kukataliwa ni kitu cha ajabu sana, kinaumiza moyo kuliko kawaida. Nikasema mimi nimeamua kwenda kufa. Mamangu akaniambia, nenda ukafe mbwa wewe. Sitakaa nisahau alivyosindikiza lile neno la mbwa. Nikajiona kwamba mimi sifai tena, sio chochote. Nikawa nimeondoka, na akatuma watu wakawa wananisindikiza kwenda kuona ninavyokufa. Akasema nitalia kama watu wengine walivyowahi kulia na utakuwa umeondoka. Lakini ninapofika kule, nikiwa ninakaribia pale, nikawa najisikia vizuri kwamba ninakwenda kufa. Moyo wangu umeharibika. Ninakukumbusha kwa habari ya moyo. Moyo ukiumia unaweza kutoa chemchem za mauti. Moyo ukiumia unaweza kuleta madhara makubwa kwenye maisha yako. Nilipokuwa nimefika kwenye ule mto, nikawa nimesimama sasa, ninajirusha nidumbukie kwenye kile kina cha maji kirefu. Ninampenda Yesu, ni simba wa kabila la Yuda. Nakwambia Yesu ni mtetezi wa maisha yetu. Yeye ni Emmanuel, yeye ni Mungu pamoja na wewe. Anakuwa pamoja na wewe kila uendako. Alimwambia Yesu wewe hodari na ushujaa mwingi. Akamwambia nitakuwa pamoja na wewe kila uendako. Nakwambia nilishangaa nikiwa nimejirusha. Alitokea baba mmoja akanidaka. Yule baba akanikumbatia, akaniweka pembeni. Nikamsikia ananiuliza swali, kwa nini unataka kujiua? Mungu ni wa ajabu sana.
Mungu ni wa neema nyingi. Walipokuwa wanaimba Emmanuel hapa, nikasikia moyo wangu najisikia kumuinua Bwana ambaye alinitetea kwenye ile nguvu ya mauti. Niko hapa kukwambia Yesu amezaliwa ili uwe salama. Leo tutapata muda wa kuomba Mungu mahali hapa. Tutamuona Bwana akiendelea kuinua mioyo yetu tena. Nakwambia Bwana atakuinua. Kama uko mahali hapa una shida, nakwambia kwenye madhabahu hii Bwana anaenda kukutendea muujiza. Nimekuletea Mungu ambaye ni halisi sana. Nimemwona kwenye majira yote na nyakati zote amenitetea. Nakwambia kwenye Inua TV ziko shuhuda. Babangu alipanga kuniua, alidhamiria kabisa aniue. Nikawa nimekimbia, siwezi kukwambia kwa kina kulingana na muda wetu. Lakini ile ushuhuda wa jana niliokuwa nakupa hapa kwamba kakangu yule alinitoa nje, akaniambia dada, hali yako ni mbaya. Hebu mwambie baba sasa kwamba wewe uko tayari kumwacha Yesu. Akaniambia lakini Mungu ameutazama moyo wako. Utakapokuwa mtu mzima utaendelea kumwabudu Bwana. Wakati ninamsikiliza kaka, nikamsikia Roho Mtakatifu ananiambia ndani yangu, ukinikana mbele za watu, nitakukataa mbele ya baba yangu. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwangu, maana nilikuwa bado ni binti mdogo sana ambaye nilikuwa siwezi kufanya kitu chochote bila msaada wa mzazi. Nakwambia, nikamwambia kakaangu, nikasema kaka, ninakuheshimu, lakini nasikia Mungu anasema na mimi kama nitamkataa na yeye atanikataa mbele ya baba yake aliye hai. Nikasema haitawezekana, maana Yesu anasema anakubali kuipoteza nafsi yake ataiona kwa ajili yake. Nikasema niko tayari kuacha wazazi wangu, nikasema niko tayari kuacha kuambatana nao, ninataka niambatane na Yesu. Nimemwona Emmanuel akinipigania, nimemwona Emmanuel kama Mungu pamoja na mimi. Ule wakati ambao watu wote waliniacha, alinikumbatia, hakuniacha. Nakwambia hakunipungukia. Sijawahi juta kuwa na Yesu, sijawahi juta kutembea naye. Hata nikilia namwambia wewe ni Bwana, kwenye kiangazi wewe ni Bwana, kwenye masika wewe ni Bwana. Bwana anasema na moyo wa mtu mahali hapa. Nakwambia Mungu anakwenda kukuinua. Unaanza msimu mpya pamoja na Emmanuel. Yeye ni Mungu pamoja na wanadamu. Nakwambia kwa kupigwa kwake wewe umepona. Ile adhabu ya amani yako aliichukua. Kuteswa kwako Yesu ameona. Nakwambia aliwaambia wana wa Israeli, mateso yenu nimeyaona. Anamwambia Musa, yale machozi ya watu wangu yamefika. Yuko mwanamke mmoja analia. Nakwambia Bwana amesikia kilio chako. Yuko mwanaume mmoja analia mahali hapa. Nimekuletea mwanaume Yesu Kristo. Kanisa la Galilaya, mpokeeni Yesu azaliwe kwa upya ndani yenu. Mpokeeni, yeye ni mwema sana, yeye ni mwaminifu. Wewe ambao bado hujapata mme, pokea neema ya Bwana. Mandarababababababa yeketeramo sandaramo kutarabababosaya. Nakwambia leo Bwana anatutendea. Nakwambia leo Bwana anatutendea. Wakati tunaendelea na ibada hii, wakati tunaendelea, Roho Mtakatifu amesema na mimi kwa habari ya wewe ambaye hujapata mtoto. Bwana atakupa mtoto kwa jina la Yesu. Arabashanda rabababa. Wewe baba ambaye mambo hayaendi kazini, mambo hayaendi, yuko Bwana wa mabwana mahali hapa, anaweza kubadilisha majira. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nilimwona Bwana, nakwambia, nilimwona Bwana amenitetea. Natamani nije huku mbele nikuone vizuri. Nilimwona Bwana. Mwenzako nilimwona Bwana. Mimi ni ushuhuda unaotembea. Mimi ni
ni ushuhuda ambao unaishi. Baba yangu akasema lazima nitamuoa. Nilipoamua kwenda pale mbele, nikamwambia baba, mimi sitakubali kumwacha Yesu. Ndipo akatambaa, akaniambia kuanzia leo wewe sio mtoto wangu, wewe sio mwanangu, katafute baba mwingine. Mama yangu akamwambia naomba leo alale. Baba akasema sawa, ngoja leo alale, lakini saa 11 alfajiri atoke humu ndani. Nakwambia nikaamka, nikatoka. Mama akaja kuniambia toka babako atakuwa. Nikaondoka nikiwa mtoto mdogo, hali yangu ni mbaya. Mabinti, mtunzeni Yesu, inawezekana. Vijana, mtunzeni Yesu, yatunzeni maisha yenu, inawezekana. Alikuja kwa kila mtu ambaye yuko tayari kutengeneza moyo na kumtunza. Usikubali kuchezea maisha yako kwenye zina. Ayayayaya, mabinti na vijana, yatunzeni maisha yenu kwa ajili ya usalama wa kanisa la Bwana. Wapatikane wakina Daudi wa leo ambao hawako tayari kuona yule Mfilisti analitukana jina la Bwana wa majeshi. Wapatikane wakina Esta wa leo ambao wako tayari kuingia kwenye malango ya kifalme kinyume cha utaratibu, na Bwana atakuwa pamoja nao. Sijui kwa nini ninayasema haya, lakini ninachojua kuna mtu Mungu anasema naye. Haleluya, haleluya. Nakwambia amezaliwa kwa ajili yako. Ilikuwa nafundisha somo linalosema umuhimu wa matengenezo. Kwenye kumbukumbu hizi za kuzaliwa Yesu Kristo, kuna mahali ambapo tumekwama. Nakwambia tunahitaji matengenezo. Nilikwambia matengenezo ni lile tendo la kufanya kitu kirudi kwenye uhalisia wake. Nakwambia ili Bwana afanyike Emmanuel kwenye maisha yako, anataka ushughulikie moyo wako. Wewe ambaye una vinyongo, tangaza msamaha, mpe Yesu nafasi. Hawezi kukaa kwenye vinyongo, maana yeye ni pendo. Amebeba pendo la Mungu. Alikubali kuacha enzi na utukufu mbinguni. Tengeneza moyo wako, atakaa hapo, atakutendea mema. Haleluya, Bwana asifiwe. Wewe ambaye umeumizwa moyo na watu, tengeneza moyo wako, tengeneza moyo wako. Niko hapa kukwambia hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tengeneza moyo, tangaza msamaha. Mimi nilitangaza msamaha kwa wazazi wangu, nilitangaza msamaha. Ayayayayaya, natamani mtu atangaze msamaha ili Bwana amtende mema. Hata kama wamekuumiza, wasamehe, waachilie. Usiwabebe kwenye moyo, waachilie. Linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Uko ziko chemchemi za uzima. Nakwambia siku hiyo baba aliponiondosha, nikaondoka, sitaisahau ile asubuhi. Niliamka nikiwa sina chochote, njaa inaniuma sana. Nikaenda kwenye shule moja, wale wenzangu wa Sumbawanga wako hapa, inaitwa sekondari ya Kizuite, na nimesoma pale. Nikaenda pale nikakuta lile eneo ambalo wanauza vyakula. Nikaanza kuokota miwa, vile vimiwa vya mwishoni vile ambavyo ni vya mwisho kabisa. Nikawa nakula vile. Nilipokula nikaanza kuona kama ninalewa ndani yangu, si ninavielewa vile vya mwisho ambavyo mtu akila havijakomaa vizuri anaweza kajisikia badiliko kwenye tumbo. Nikaona haijatosha, nikaenda nikakuta mahali walikuwa wanauza mapela. Nikaanza kuokota yale mapela, nikaanza kula yale maganda. Nilipokula nikajisikia kiu na tumbo likawa linaniuma. Nikaenda mahali maji yanatembea, nikaenda nikaweka mikono hivi, maji machafu kwa ajili ya Bwana. Lakini ninalikumbuka neno moja tu, mtakula vitu vya kufisha lakini havitawadhuru. Nilikula lakini sikuzulika. Mimi ni yule niliyewahi kataliwa. Mimi ni yule niliyependwa na Bwana. Haleluya.
nikawa sina mahali pa kwenda. Kanuni ya baba yangu ilikuwa wewe ukinipokea anakuja na polisi, anakufunga pingu, anakupeleka polisi. Usisahau ninaongea umuhimu wa matengenezo kwenye kipindi hiki cha Yesu kuzaliwa. Niliwaambia kwamba kila mtu dhamiria kwamba nataka nimuone kipekee sasa. Mwambie Bwana, nimechoka kusikia kwa wengine, nimechoka kusikia shuhuda, nataka nikuone kwa macho. Unajua wakati ule Mungu amejifunua kwa Musa kwenye taifa la Israeli, Mungu amejifunua kwa Musa, lakini bado Musa alimwambia nikienda nikawaambie nani amenituma. Alitaka Mungu aelewe na Mungu Musa amuelewe. Moyo wa Musa ulitamani kumjua Mungu kipekee, kwamba kwa baba yangu ulijifunua, kwa kina Ibrahimu ulijifunua, na mimi nataka ujifunue kwangu. Na kwambia Mungu akamwambia nenda kawaambie niko ambaye niko amenituma kwenu. Na mimi hapa nipo kukwambia mimi ni ushuhuda unaotembea. Niko ambaye niko amenituma kwako. Moyo wako ulioinama uinuke kwa jina la Yesu aliye hai, maana alizaliwa kwa ajili yako. Ni lazima wote tunufaike. Usisikilize tu shuhuda kuwa mnufaikaji. Jifunze tu kwamba hawa watu mpaka ni ushuhuda walifanya nini. Hivyo tu. Haleluya. Ile jioni ilipofika, nikaamua sasa kwenda kanisani, maana sina kwa kwenda. Nikaenda pale kanisani. Nilipoingia kanisani, nikakutana kwanza na kakaangu mmoja, sasa hivi ni mchungaji, anaitwa Mchungaji Songa. Akawa amenipa shilingi 100. Kipindi hicho kulikuwa unanunua vitu vya shilingi 10. Nikaichukua ile shilingi 100. Pale kanisani kuna dada mmoja alikuwa anaishi, akaniambia umetoka wapi? Nikasema nimetoka huko kwenye mahangaiko. Aliponiona ile miwa nilikuwa nimechafuka, si unajua ile michirizi, akaniambia mbona unaonekana una njaa sana? Nikamwambia ndio nina njaa. Nikamwambia nina shilingi 100 hii hapa. Akasema ngoja nikuchemshie chai. Naenda kanunue sukari ya shilingi 20 na mandazi ya 30. Ukisharudi hiyo 50 itakusaidia kesho, maana hatujui tutaamkaje. Nikawa ninatoka, kulikuwa milango 2 ya kuingilia pale kanisani kwenye vile vyumba vya uwani. Nikiwa ninatembea natoka nje, namkuta babangu nje na mamangu na watu wengine. Nikasema ai, kumeshaharibika. Baba ameshika panga. Yaani sijui kama unaelewa. Unajua ukiwa unasikia ushuhuda unaweza usielewe, lakini niko hapa kukuambia maisha yangu umuelewe Yesu ambaye aliacha enzi na utukufu mbinguni, licha ya kuwa Mungu aliona si kitu cha kushikamana nacho, akaamua kuja kama mwanadamu ili anipate mimi na wewe tuwekwe huru. Haleluya. Zile nyakati za kustruggle, kama ni struggle kwa sababu Bwana ameamua, lakini si kwa sababu moyo wako haujamuelewa Bwana. Bwana asifiwe. Nikarudi mle ndani, nikamwambia yule dadangu, baba yuko hapa ameshika na panga, leo ataniua. Maana jana tu ametambaa kwa magoti, na baba akawa amedhamiria kwamba tukose wote. Siwezi kuzaa mtoto anidharau, nimwache anaendelea na maisha mengine, tukose wote. Mbaya sana. Usije ukafikiri ni kitu chepesi. Ni rahisi tu kusikia, lakini ni jambo zito. Lipokee kwa uzito, likupe hatua. Haleluya. Dadangu yule akaniambia tokea mlango huu hapa. Nikawa ninakimbia, ninatokea kule, nakutana na kakangu mmoja, mganga wa kienyeji, anatafuna madawa mdomoni, anatema, yaani anazindika nisitoke pale. Wamedhamiria kuniua, maana kila wanapojaribu wanaona ninapokonyoka kwenye mikono yao. Haleluya. Haleluya. Ninampenda sana Yesu, ninapenda kumhubiri Yesu aliye hai. Ninapenda kumhubiri Yesu ambaye ni halisi.
kalete madhihirisho. Ukitembea watu wamuone Bwana, maisha yako watu wamuone Bwana anafanya. Haleluya, haleluya. Nakwambia nikawa nimeenda nikasema basi dadangu yule, nikarudi nikamwambia huku yuko baba, kule yuko kaka na watu wengine, hapa siwezi kutoka tena. Dadangu akaniambia itakuwaje? Nikasema Mungu anajua. Nikaingia kwenye darasa moja la watoto kama hapa hivi, nikamwambia Mungu, kwa sababu imeshafika, imeshindikana, ni jana tu umetoka kuniambia nikikukana mbele za watu utanikataa mbele ya baba yangu. Nikasema kama umeamua iwe ni safari yangu. Mungu alinipa imani ya ajabu. Nikasema kama umeamua kunichukua kwenye umri mdogo kwa ajili tu ya kukupa maisha yangu kufa na nife, sitasahau. Nikapiga magoti. Nilipopiga magoti nikainua mikono yangu na kwambia lile neno ambalo Yesu alisema, mikononi mwako ninaiweka roho yangu, na mimi nilisema ile siku. Nakwambia ukiwa kwenye hali ya mauti unaweza kusema chochote. Watu wanapofika kwenye hali mbaya wanaanzaga kutoa hosia, wanaanza kusema nitiani yule mtoto. Ile ni hofu kubwa ya mauti. Nikamwambia Mungu, mikononi mwangu ninaiweka roho yangu. Nikasema naomba unisamehe kama kuna namna yoyote nimekukosea kwenye moyo wangu kutokana na hizi changamoto. Ninaomba unipokee. Babangu tayari akawa ameanza kuingia pale. Nakwambia wakaanza kunitafuta. Sitasahau ibada ya Emmanuel leo, sitasahau. Bwana amenikumbusha kule nilikotoka. Wakawa wananitafuta, mimi ninawaangalia. Nakwambia wananitafuta, ninawaona hivi na macho yangu. Nikawa nasema hivi, wanaigiza hao kwamba hapa wanioni. Baba alikuwa na hasira sana. Nakwambia wakaja, walipoona hawanipati, wakaamua kuja kukaa pamoja, wakazunguka hivi, wakaweka kikao, wakaniweka katikati. Yandaramaseketerebobobobo, wakaniweka mimi katikati. Nilikuwa ninapumua, sitasahau. Moyo ulikuwa unaogopa sana. Mamangu alinikaribia hivi, baba ananoa panga, anasema ole wake ningempata. Baba akawa anasema inawezekana amejificha ananisikia, maana wakati anaingia nilimwona. Akawa anasema ole wake. Nakwambia Bwana aliwapiga upofu hawakuniona. Mpaka leo niko mahali hapa ninamsema Yesu. Mimi ni ushuhuda unaoishi wewe. Mimi ni ushuhuda unaotembea. Nimemwona Bwana uso kwa uso. Wewe uliyeweka watu moyoni, tangaza msamaha. Waambia nimewasamehe, ili Bwana aingie ndani yako, ili Bwana aanze msimu mpya na wewe wa Christmas. Tangaza msamaha kwa watu. Roho Mtakatifu anasema na mimi kwa habari ya watu wenye vinyongo, tangaza msamaha. Waachilie. Kisasi ni juu ya Bwana, sio juu yako. Wewe utanyamaza, atakupigania. Tangaza msamaha. Tunapendelea hapa, natamani uwe unasema nimewasamehe, nimewaachilia. Mwachilie mume wako, mke wako, rafiki yako ambaye ulimsaidia akakuumiza, msamehe. Msamehe ili uwe na amani. Msamehe ili uwe na amani. Nimekuletea mfalme wa amani. Haitakuwa na maana ukibeba kinyongo utaumia. Anayo amani ambayo aliwaambia wanafunzi wake, amani niwapayo mimi ulimwengu hauwezi kuitoa. Ni mfalme wa amani. Wasamehe watu. Wasamehe watu. Kuwabeba watu moyoni kunazuia muujiza wako. Umekuwa unaomba vitu havitokei kwa sababu umewabeba watu moyoni. Haleluya jamani, haleluya jamani, haleluya.
Nimeshaongea sana vitu vingi jana na juzi. Tulikuwa tunajifunza kwa habari ya umuhimu wa kufanya matengenezo kwenye kipindi hiki cha kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Nikakwambia maandiko yetu ni Isaya 9:6 na Mathayo 1:23 ambayo inaongelea kwa habari ya Immanueli, Mungu pamoja na wanadamu. Lakini nikakwambia kwa nini tunahitaji matengenezo. Mungu ili akae na sisi lazima tufanye matengenezo. Hakai mahali ambapo hapajatengenezwa. Lazima urudi kwenye uhalisia wako, uwe na mazingira ambayo Bwana ana mpenyo wa kuingia kwako. Haleluya! Wakati ibada inaendelea hapa, watu tunaabudu, nikawa nawaona kuna watu hawana moyo wa ibada kabisa. Moyo ulioharibika hawezi kufanya ibada. Yaani wana praise, wanaimba vizuri vile, wanamwongea Yesu vizuri vile. Kuna mtu tu amekaa na shangaa. Nikaona moyo wangu unatoa machozi. Bwana anataka umwabudu yeye, lakini maumivu ya moyo, hali ya moyo wako ndio inayofanya umnyime baba yako ibada. Kwenye mateso yako kamwambia Bwana ni wewe peke yako. Nenda kamuulize Paulo na Sila kule gerezani. Walikuwa wamefungwa lakini walijua Yesu ni Bwana. Nenda waulize Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakasema hatutaabudu sanamu. Kama huyu wa kwetu hata tuokoa basi kufa na tufe, yeye atabaki kuwa Bwana. Nakwambia Mungu hakunyamaza. Alitokea kama mtu wa nne kwao. Lazima uwe na mazingira ambayo yanamruhusu Mungu kuingia ndani yako. Lazima utengeneze mazingira ya kwamba Bwana niko hapa, ninakuhitaji. Dhamiria kutoka ndani ya moyo wako. Tuliongea kwa habari ya moyo, tukaongea matokeo ya moyo ulioharibika. Naomba tusome haraka haraka kile kitabu cha Marko. Haleluya! Shetani anachofanya kama alivyolitenda kwa akili taifa la Israeli, hata leo analitenda kanisa kwa akili. Atakuruhusu utakuja kanisani, lakini hutanufaika na uwepo wa Mungu kwenye ibada, kwa sababu Mungu anataka matengenezo. Jamani, haleluya! Kwa hiyo moyo ulioharibika una mawazo mabaya, unawaza kinyume na mapenzi ya Mungu. Vile ambavyo unatamani kumwona Roho Mtakatifu akifanya upya ndani ya moyo wako. Nakwambia yeye ni mfinyanzi. Vilivyoharibika anavifinyanga tena, anavifinyanga tena vile apendavyo yeye. Nakwambia alimbeba Ezekieli mpaka kwenye ule uwanda. Ezekieli 37 anamwambia Ezekieli, unaona nini? Ezekieli akasema naona mifupa mikavu. Bwana aliachilia neno kwa Ezekieli. Ezekieli alipotabiri akasema, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Nakwambia Bwana alifanya. Bwana alirejesha uhai. Rabababosanda rabababose keterebosanda. Uachilie moyo wako sasa kwa Bwana. Endelea tu kumwomba Bwana. Endelea kumwambia Bwana, ninaomba unisaidie. Natamani kunufaika na hii sikukuu ya kuzaliwa kwako. Pale ninapokumbuka basi nikumbuke kwanza wewe ni halisi kwenye maisha yangu. Natamani nikuone kwa uhalisia Bwana. Niachilie tu kwa Bwana, yuko hapa. Uwepo wa Mungu uko hapa. Wewe ambao umewabeba watu moyoni, waachilie. Anza kutangaza msamaha kama hawajaomba. Sisi Yesu ametangaza msamaha hata kabla hatujaomba. Anasema anawasamehe watu makosa yao. Kwa ajili yake mwenyewe alitangaza msamaha. Rababababababa yana ramasekete rabosaka rikora bababababa rekete rabosanda rabo. Wewe ambao umepoteza shauku ya ibada, iachilie kwa Bwana. Mungu anapenda ibada. Mwambie Bwana, nisaidie kwenye ibada. Ni mahali ambapo anayahudumia maisha yako. Rikora bababosaka yandarabosaka rabababosaka yekerebosanda rababababosaka. Inua tu mikono yako, endelea kuinua. Oh Yesu, tuko mbele zako.
Baba, tunanyenyekea kwako. Malaika wanaimba Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana, wanakuabudu, wanaimba Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Malaika Shikita rababababa. Roho matengenezo itazame mioyo yetu. Roho matengenezo itazame mioyo yetu Bwana. Rikoro saka yandara babababa. Rikoro babababa. Yandara babosaka. Nahitaji maombi maalum. Sogea hapa. Yandara babosaka. Sogea hapa mbele, chukua hatua. Usiondoke na babababa. Yandara bababosaka. Yekere babababa. Yandara babababa. Yandara babababa. Yekere makutana na babababa. Yandara babababa.
yekerebosa. Nakwambia anaweza, anaweza, ni mwaminifu. Alikuja na uwezo wa kifalme kwenye mabega yake. Anaweza kuanzisha msimu mpya na wewe. Usiangalie muda ambao umealia, yatazama macho yako, mtazame Bwana. Ni wakati wako, ni majira yako, ni wakati wa majira yako. Rabababababababa yenda rabababosanda raterabokaya yeketerabosaka yekerebosanda yanda rabakutarabosaka. Nakwambia nimemuona akifanya, nimemuona akifanya. Mwezi uliopita nilikuwa Dodoma, niliona mwanamke akiona, alikuwa haoni miaka mitatu, aliona. Rababababababa yeketerebosanda. Weka moyo wako, maandalio ya moyo ni ya kwako. Yeye analo jawabu, jawabu la maswali yako. Nakwambia inawezekana, inawezekana kwa Bwana. Yeye ni Mungu wa wote wenye. Rababababababa yekeremosaka yenda rabababababa. Pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana. Roho Mtakatifu anapita, anapita. Roho Mtakatifu yule aliyejiachilia anashuka ndani yake, na anapoingia kwako anaanza jambo jipya. Jiachilie, jiachilie. Rabababababa yekeremosaka rabababababa. Galilaya ni zamu yako, Galilaya ni zamu yako, ni zamu yako. Yule Yesu wa Galilaya amekuja mahali hapa, ni zamu yako. Wewe ambaye ulijaza Roho Mtakatifu ila unaishia njiani, furika kwa jina la Yesu, furika kwa jina la Yesu. Wewe ni mtu usiyevukika, Bwana akupe neema. Yeketelebosaka yanda rababosai yekerebosanda manderebosai riko rababababosaka yanda rabababa yekoramosai yekotarababa yanda rababa rikorobosai yeketerebo yanda rababa yekerebaba yeketerebo Pokeeni neema ya Bwana, pokeeni utoshelevu wa Bwana. Inawezekana auoni njia, yeye ni njia ya kweli na uzima. Yeye ni njia, yeye ni njia. Rabababosaya rikorobosaya rikorobosaya rikorobosaya. Oh Yesu, haleluya. Oh Yesu, unastahili, unastahili. Nyumbani mwa Bwana, yale mambo magumu Bwana akalete majibu. Karibu mhubiri, wabariki kisha tamaliza. Riko rama shikita ratora na mashindi riko yanda rama kutara na mukaya yekota rama shindi ritora na mukaya iri
ikita iritiki na kuwa mande kitarababa yandari kola maseketaraborikikitarabokaya. Ile neema yako Bwana iliyo utoshelevu wa maisha yetu yandarabababosheketeraboshakarabababa. Baba, ninaachilia neema yako juu ya watu wako wazuri hawaye Bwana. Wewe moyo uliopondeka hautaudharau Baba, hautaudharau. Wewe ni mtenda maajabu. Yesu, wajalie neema ya kuanza msimu mpya. Wewe ulikuja kwetu kutangaza msimu mpya, ulikuja kutangaza mwaka wa Bwana kwenye maisha yetu. Rababababababa, kanisa hili la Galilaya wanufaike Bwana na wewe. Krismasi ikawa ya tofauti Bwana, mwaka unaokuja ukawa wa tofauti Bwana, vile vipawa na karama vikafanye kazi. Roho Mtakatifu wa neema, wale ambao hawawezi wakawezeshwe sasa, maana tunayaweza mambo yote katika wewe ututiaye nguvu. Bwana, kalitendee mema kanisa lako. Mwanamke yule analia na ndoa yake, kamtendee mema. Kuna yule baba analia na watoto wake wameshindikana, mtendee mema. Mwanaume yule amekimbiwa na mke wake, mtendee mema. Ndoa ile ina migogoro Bwana, watendee mema. Rabababababa yanda romo kutala bababa, kijana na binti yule ambaye miili yao inawaka tamaa, katika jina la Yesu, wewe ni mponyaji Bwana. Ulikuja ili tushinde ile sheria ya dhambi Bwana, litendee mema kanisa hili. Wewe umesema utalijenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana wa mabwana, Galilaya Bwana uliye hai, takawa ni Betheli mahali ambako upo Bwana, watu wao wakakuone Bwana, kwenye maisha yao wakakuone. Amsha moyo wa ibada Bwana, amsha kiu ya kukutumikia wewe Baba. Umetupa heshima ya kutuokoa, tujalie neema kuyaishi mapenzi yako wanapoendelea kusherehekea sikukuu hii Bwana. Neno hili lisiondoke kwenye mioyo yao Bwana, ukaendelea kuwajalia neema ya kulinda sana moyo kuliko yote wayalindayo, maana huko ndiko zinatoka chemichemi za uzima. Baba, pokea sifa za mioyo yetu, pokea sifa Bwana, pokea makofi yetu mazuri haya Bwana, pokea ibada hii Bwana.